أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza sira tukufu ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam iliyodhihiri katika vita vya Uhud. Kuhusiana na hilo, maelezo mengine ni kama yafuatayo, ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika Waislamu alikuwa karibu zaidi na maadui kuliko wote, na pamoja naye wakaendelea kusimama kidete watu 15, 8 kutoka Wahajiri ambao walikuwa hat Abubakar, hat Umar, hat Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, Abu Ubaida bin Jarrah, na sahaba kutoka Ansar, hat Khubab bin Munzir, Abu Dajana, Asim bin Sabit, Haris bin Simma, Sahl bin Hunayf na Saad bin Muaz. Na baadhi ya waandishi wamesema kwamba yeye alikuwa Saad bin Ubada. Na Muhammad bin Maslama pia alikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine wamesema kwamba mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam watu wapatao 30 waliendelea kusimama kidete, na wote walikuwa wakisema kwamba uso wangu ubaki mbele ya uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na uhai wangu ujitolee juu ya uhai wake, na salamu na rehma iwe juu yake, amani na rehma iwe juu yake, na uhai wangu ujitolee kwake. Riwaya moja inasema kwamba pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam waliobaki walikuwa watu 11 na Talha bin Ubaidullah. Riwaya moja inasema kwamba washirikina walipomzingira mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katikati ya maanswari 7 na sahaba moja wa Quraish. Na riwaya moja inasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alibaki peke yake katika watu 9. 7 walikuwa kutoka Ansar na 2 walitokana na Quraish, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu wa 10 kati yao. Katika riwaya mbalimbali, maswahaba waliosimama kidete na imara pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, idadi yao imeelezwa tofauti. Idara ya tahkiki imetuma maneno yake. Wanasema kwamba kuna habari ya maswahaba 30 vile vile, na ufafanuzi wake mmoja unaweza kufanywa ni kwamba idadi ya maswahaba kutokana na muda ule itakuwa imebadilika. Mtu aliyeona 15 akaeleza 15, na maswahaba watakuwa wakimjia mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyakati tofauti, na ndiyo maana idadi ikaendelea kubadilika. Na kwa vitu vile inaonekana kwamba hii ndiyo sahihi, ya kwamba maswahaba walikuwa wakimjia mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakimzunguka
kisha kwa sababu ya uvamizi wa maadui mduara wao ulikuwa ukikwatika na kuvunjika na walikuwa wakisambaratika. Lakini jambo lenyewe ni hili ya kwamba masahaba waliendelea kuonyesha mfano wa ushujaa na ujasiri kwa uimara wote, na hawakuwa na hofu yoyote kwamba mauti itawakuta. pia inapatikana katika riwaya mbalimbali kwamba siku ya Uhud mtume sallallahu alaihi wasallam alipokea bayati kutoka maswahaba zake juu ya mauti. Kizwahiri waislamu waliposhindwa, wao wakaendelea kusimama kidete na wakaendelea kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka baadhi yao wakauawa shahidi. Siku ile watu 8 wakafanya bayat juu ya mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mauti, na waliofanya bayat majina yao ni kama yafuatayo: hat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, hat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hat Talha radhiyallahu ta'ala anhu, hat Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, hat Saad radhiyallahu ta'ala anhu, hat Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, hat Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, hat Haris bin Sima radhiyallahu ta'ala anhu, hat Khubab bin Munzir radhiyallahu ta'ala anhu, hat Asim bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Na katika maswahaba hawa hakuna yote aliyeuawa shahidi. Katika kitabu cha Ilama Zemakhshari Khisaise Ashra inapatikana ya kwamba siku ya Uhud hat Zubair aliendelea kusimama kidete pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye katika wakati huo alikuwa amefanya bayati na mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mauti. Yani alikuwa ameahidi kwamba katika uhifadhi wake atatoa uhai wake, lakini hatamwacha peke yake. Katika Sirat Khatam an-Nabiyyin Hat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza kuhusu uimara na ushujaa na ujasiri wa maswahaba, ya kwamba maswahaba walikuwa wamemzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam. Ushujaa na ujasiri walioonyesha wao, historia imeshindwa kuleta mfano wake. Watu hawa walikuwa wakimzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili yake walikuwa hawajali uhai wao. Uamizi wote maswahaba walikuwa wanaupokea juu yao, na walikuwa wanamsalimisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na pamoja na hayo walikuwa wakipigana na maadui. Anaandika zaidi ya kwamba maswahaba hawa wachache wangeweza kusimama mbele ya jeshi hilo kubwa hadi muda gani, ambalo misili ya mafuriko azim yalikuwa yakifurika zaidi na zaidi, na wimbi la kila shambulio la maadui lilikuwa likiwasukuma waislamu nyuma. Lakini vita ikipoa kidogo, waislamu walikuwa wakijumuika tena kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na saa nyingine shambulio lilikuwa na hatari kiasi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anabaki peke yake. Hivyo muda ukawadia ambapo mtume alibakiwa na watu 12 tu, na muda ukafika ambapo kulikuwa na watu 2 tu pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maswahaba hawa walikuwepo hata Abubakar, Ali, Talha, Zubair, Saad bin Abi Waqas, Abu Dujana Ansari, Saad bin Muaz na Talha Ansari. Majina ya maswahaba hawa yameandikwa katika historia. Kuhusiana na hilo, idadi ya maswahaba waliokuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, ufafanuzi wake unaeleweka kama nisemavyo ya kwamba kwa sababu ya mashambulio saa nyingine walikuwa wanapungua na saa nyingine walikuwa wanazidi. Hata Masihi Maud alayhi wasallam anasema, akitoa jibu la shutuma moja la Wakristo wanalolileta juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakristo wameleta shutuma hii kwamba Mungu apishe mbali, mtume ametoa ruksa ya kusema uongo. Hat Masihi Maud anasema kwamba mafundisho ya kiongozi wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam, mfano wake wa hali ya juu unathibitika katika sehemu hii, ambao ni ya kwamba toria ambayo Yesu Masihi wenu aliendelea kuitumia katika umri wake wote
mtume saa salam akatoa amri ya kuepukana nayo. Maana ya kilugha ya toria ndiyo hii ya kwamba kutamka maneno fulani na kuwa na jambo jingine moyoni, yaani kutamka jambo ambalo liwe na maana mbili. hata masihi maud alaihissalatu wassalam akitoa ufafanuzi wake ameeleza maana ya toria, nimeeleza maana yake ya kilugha. hata masihi maud ametoa ufafanuzi wake akisema ya kwamba wakati wa fitina, kwa hofu, kwa ajili ya kuficha jambo fulani na kwa ajili ya kuficha jambo fulani la kisiri, mtu aseme jambo au aeleze jambo akitumia misemo na njia fulani ya kwamba mtu mwenye akili ayaelewe mambo hayo na mpumbavu asiweze kuyaelewa. yaani kusema jambo fulani kwa hikma kwamba lisiwe uongo na liwe na maana tofauti, mtu mwenye akili aelewe uhakika wake na mtu mpumbavu asiweze kuelewa na wazo lake liende upande mwingine. Lakini alisema ya kwamba hiyo ni zidi ya uchamungu wa hali ya juu. hii inathibitika kutoka hadisi kwamba hiyo ni kinyume cha uchamungu wa hali ya juu. hata masihi mwala salam ameeleza kinaga ubaga hivyo. hiyo haiwezi kuthibitishwa katika maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa mujibu wa wakristo. hata masihi maud alahi salam anasema ya kwamba kwa mujibu wa wakristo, mtu ambaye wanamwita mungu hali yake ndiyo hii ya kwamba yeye juu ya jambo dogo dogo ameeleza mambo yasiyo sahihi. akieleza maelezo yake anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa amri ya kujiepusha nayo ili mafuhum ya maongezi katika sura yake ya kizwahiri pia isifanane na uongo. lakini tuseme nini na tuendike nini ya kwamba yesu masihi wenu hakuweza kutekeleza au hakuweza kuonyesha mfano wa ukweli huo. mtu aliyedai kuwa mungu ye angetakiwa kuja duniani misili ya simba dume, na sio maana kwamba kwa kutumia toria katika maisha yake yote na kusema mambo ambayo yanafanana na uongo athibitishe kwamba yeye hatokani na watu waliokamilika ambao bila kujali uhai wao wanapambana na maadui na wanamtegemea mungu. mtu ambaye mnamwita mungu yeye ameendelea kutumia toria katika umri wake wote. alisema kwamba wanamtawakal allah, wanamtegemea allah, hawaonishi woga katika sehemu yote. mimi nikikumbuka mambo hayo nasikitika sana ya kwamba mtu fulani akileta shutuma juu ya hali hiyo ya kidhaifu ya yesu na juu ya toria yake ambayo ina aina fulani ya uongo. sasa tumjibu nini? mimi ninapoangalia ya kwamba kiongozi wetu mtukufu muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam katika vita vya uhud akiwa peke yake alikuwa anasema mbele ya panga zilizo wazi kwamba mimi ni muhammad, mimi ni nabiullah, mimi ni mwana wa abdul mutalib. na upande wa pili naona kwamba yesu masihi wenu anawapatia wanafunzi wake mafundisho haya huku akitetemeka kwamba msimwambie yote kwamba mimi ni yesu masihi. hapo mimi nashikwa na butwa. anasema kwamba mimi nashikwa na butwa ya kwamba ewe allah, mtu huyo pia anaitwa nabii ambaye hali ya ushujaa wake ndiyo hii katika njia ya allah. na hata masihi maula salam ameeleza jibu hili kama kuwapatia wakristo jibu tu, sio maana kwamba alikuwa analea kwamba ye si nabii, bali anasema kwamba nabii ambaye nini mnasema kwamba ni mwana wa mungu hali yake ndiyo hii sawa na vitabu vyenu. kisha nini mnaleta shutuma juu ya mtume saa salam kwamba yeye ametoa ruksa ya kusema uongo au kuonyesha woga. ibne ishaq ameindika ya kwamba makafiri walipomzingira mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man rajulun yashri lana nafsa, ni nani ambaye atajiuza kwa ajili yetu. hapo ziad bin sakan
pamwe na masahaba watano answari akasimama, na wengine wanasema kwamba huyo alikuwa amara bin yazid bin sakan. watu hawa wakionyesha ushujaa mbele ya mtume saa salam wakaendelea kuuawa shahidi, na mtu wa mwisho wao alikuwa ziad au amara. watu hawa waliendelea kupigana vita mpaka wakajeruhiwa sana. kisha kundi moja la waislamu likarejea na wakawasukuma washirikina kutoka kwa mtume saa salam. kisha mtume akasema kwamba mulete karibu yangu ziad bin sakan. ye akaletwa, ye alikuwa anavuta pumzi zake za mwisho. mtume akasema kwamba mumlete karibu yangu zaidi. masahaba wakamleta karibu. mtume akaelekeza mguu wake kwake, yeye akaweka uso wake juu ya mguu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mauti ya haziad ikatokea katika hali hii ya kwamba shavu lake lilikuwa juu ya mguu mtukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mwili wake ulikuwa umepata majeraha 14. hata Bashir Ahmad Sahib anaeleza ya kwamba katika hali ambapo Makuraish waliwashambulia Waislamu kwa nguvu, mtume akasema kwamba ni nani ambaye ajitolee uhai wake katika njia ya Allah. answari moja akapata kusikia sauti hiyo, basi yeye na masahaba 6 wengine wa answar wakaja mbele, na kila mmoja wao akaendelea kupigana vita mpaka akauawa shahidi. kiongozi wa kundi hilo alikuwa Ziad bin Sakan. mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa amri, yani makafiri walipokuwa wamewashambulia waislamu kwa nguvu na vita ilipopoa kidogo na masahaba wengine wakaja, hapo mtume saa salam akatoa amri kwamba muinue Ziad na mumlete kwangu. watu wakamuinua na wakamleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamlaza mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. wakati ule Ziad alikuwa na uhai, lakini alikuwa anakata pumzi zake. katika hali hiyo yeye kwa juhudi sana akainua kichwa chake na akaweka uso wake juu ya miguu ya mtume saa salam na akatoa uhai wake kwenye hali hiyo hiyo. pia tukio la kifo cha kishahidi cha Musa bin Umair limeandikwa hivi ya kwamba Musa bin Umair alikuwa anapigana vita mbele ya mtume saa salam, na katika hali hiyo hiyo akauawa shahidi. Ibn Qamiya akaamua shahidi. historia inaeleza ya kwamba mshika bendera wa vita vya Uhud Musa bin Umair alitimiza haki ya kulinda bendera. siku ya Uhud Musab akiinua bendera, akibeba bendera, alikuwa anapigana vita ambapo Ibn Qamiya alikuwa amepanda farasi akamshambulia na akakata mkono wake wa kulia, na Musab alikuwa amebeba bendera kwa mkono huo wa kulia. hapo Musab akashika bendera kwa mkono wa kushoto. Ibn Qamiya akakata mkono wake wa kushoto, hapo akapachika bendera ya Kiislam na kifua chake. kisha Ibn Qamiya akamshambulia mara ya 3 kwa mkuki wake na akampiga kwenye kifua chake. mkuki ukavunjika, Musab akaanguka chini. hapo watu wawili wa Banu Abduddar, Suwaibat bin Saad bin Harmala na Abu Rum bin Umair wakaja mbele, na Abu Rum bin Umair akashika bendera na bendera hiyo ikabaki mkononi mwake mpaka Waislamu wakarejea na kuingia katika Madina. katika kitabu cha historia imeandikwa hivi, lakini sawa na riwaya zingine mtume saa salam alikuwa amempatia Ali bendera hiyo. akieleza tukio hili Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika hivi ya kwamba jeshi la Quraish kariban lilikuwa limewazingira Waislamu toka pande 4 na lilikuwa linawashambulia Waislamu na kuwakandamiza. hapo labda Waislamu wangesimama imara baada ya muda mfupi, lakini kilichotokea ni kwamba mwanajeshi mmoja wa Quraish Abdullah bin Qamiya akamshambulia mshika bendera wa Waislamu Musa bin Umair na kwa upanga wake akakata mkono wake wa kulia. Musa akashika bendera kwa mkono wa pili na akaja mbele ili kupambana na Ibn Qamiya. hapo yeye akakata mkono wake wa kushoto vile vile. hapo Musa akabeba na akashika bendera kwa kifua chake
na akaipachika na kifua chake. Hapo ibn qamia akamshambulia kwa mara ya tatu, na sasa Musab akaanguka na akawawa shahidi. Muislamu mwingine akaja mbele na kuinua bendera, lakini kwa kuwa maumbile ya Musab yalikuwa yakifanana na mtume sallallahu alaihi wasallam, ibn qamia akazani ya kwamba mimi nimemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia yawezekana kwamba hilo liwe wazo lake la kuleta fitna na udanganifu tu. Hivyo yeye Musab alipoanguka chini akapiga kelele kwamba nimemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na habari hiyo ikawahuzunisha zaidi Waislamu na kuwasambaratisha kabisa. Kama ilivyoelezwa ya kwamba katika medani ya Uhud, kuonyesha uzembe kwa dakika chache tu kulibadilisha ushindi wa jeshi la Kiislam katika hali ya kushindwa, lakini mtume sallallahu alaihi wa sallam ndiye anayekubalika kuwa mpiganaji bora katika historia ya kivita ya dunia, na anafahamika kuwa na uwezo wa kutoa uamuzi mara moja. Mtume saa salam aliendelea kuangalia hali ya kivita kwa uangalizi mkubwa, hivyo akatunza jeshi lake Musa bin Umair. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkabidhi hat Ali bendera ya jeshi la Kiislam. Ye akashika bendera hilo, na katika shauku ya kupata ushindi akapambana na maadui. Upanga wake ulikuwa unawakata maadui na ulikuwa unawapa wanajeshi wa Kiislam moyo. Hat Ali radhiyallahu ta'ala anhu pamoja na maswahaba wachache akapigana vita wakiwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka njia ikapatikana ya kutoka nje kutoka mduara wa maadui. Hivyo chini ya uongozi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kundi hilo dogo likatafuta njia na likaelekea upande wa jeshi la Kiislam ambao walikuwa wakisambaratika. Hapo washirikina wa Makka pia walianza kuwashambulia Waislamu kwa nguvu zao zote, lakini hikma ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusogea nyuma ilifanikiwa kiasi kwamba kundi hili dogo la Waislamu wakiwa na bega kwa bega wakipigana na kupambana na maadui waliendelea kusogea nyuma upande wa mlima. Maadui wakatumia nguvu zao zote ili kuwazingira, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akipigana nao akajitafutia njia. Wakati wa vita vya Uhud kuna patikana habari ya kutokea kwa usingizi na hali ya kusinzia. Maswahaba walikuwa wakipigana vita wakashikwa na usingizi. Mungu akaleta hali fulani kwamba wakapewa usingizi au wakaanza kusinzia. Zubair bin Awam anasimulia ya kwamba hali ya vita ya Uhud ilipobadilika, nikajikuta karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tulipokuwa tumeshikwa na hofu, hapo tulikuwa tumeteremshiwa usingizi, na hali yetu ilikuwa ndiyo hii kwamba sisi tumepata usingizi. Hivyo hakuwa mtu yote kati yetu ambaye ndevu yake isiwe juu ya kifua chake. Yani katika hali ya kusinzia na usingizi vichwa vilikuwa vimeinama chini. Anasema wallahi nilikuwa na hisi kana kwamba nasikia sauti ya Mota bin Qushayr katika ndoto. Alikuwa anasema kwamba kama tungekuwa na sauti yote katika uamuzi wa jambo hili, sisi tusinge uawa hapa. Mota bin Qushayr alikuwa sahaba Ansari na alikuwa ameshiriki katika Bait Aqba na vita vya Badr na Uhud. Mimi nikakumbuka maneno yake hayo na niliona katika hali hiyo hiyo hapo Mwenyezi Mungu akateremsha aya hii, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghayra alhaqqi zanna aljahiliya yaquluna hal lana min al-amri min shay'in qul inna al-amra kullahu lillahi. Kisha
baada ya huzuni aliwatirimshieni usingizi kuwapeni utulivu ambao ulilifunika kundi moja kati yenu, na kulikuwa na kundi moja waliozihofia nafsi zao wakamzania allah zana ya ujinga bila haki. Wakasema, je, tuna sauti yote katika uamuzi wa mambo muhimu? Sema, hakika uamuzi wote ni wa allah. Kab bin amr ansari ameeleza ya kwamba siku ya Uhud wakati moja mimi pamoja na watu 14 wa kaumu yangu nilikuwa pamoja na mtume saa salam. Hapo tukashikwa na usingizi ambao ulikuwa wenye utulivu na amani. Ilikuwa hali ya kivita, lakini usingizi ule ulikuwa ukitupatia amani. Anasema kwamba mimi niliona ya kwamba upanga umedondoka kutoka mkono wa Bishr bin Bara bin Maur, na yeye hakupata kuhisi kwamba upanga umedondoka chini, ila hali washirikina walikuwa wakitushambulia. Khalifa mtukufu wa inne rahimahullahu taala akieleza maelezo ya aya hiyo ameandika hivi ya kwamba inaweza kutokea ya kuwa yeye atakuwa amehisi kwamba upanga umedondoka, kwani katika muda ule usingizi ulikwepo, lakini walikuwa wanashika silaha kwa nguvu zote, na silaha zikitaka kudondoka walikuwa wanapata mtikiso. Hapo neno la nuas limetumika, na maelezo yake ni kama yafuatayo ya kwamba tafsiri mbalimbali zimefanywa za neno la amanatan nuasan. Muhtasari wake ndiyo huu ya kwamba baada ya ghamu mwenyezi mungu aliwatirimshieni utulivu ambao tunaweza kuita kwa jina la usingizi, au akawapatieni usingizi uliokuwa na amani, au akawapatieni amani iliyokuwa na athari ya usingizi. maana ya amanatan nuasan ndiyo hii ya kwamba maana ya amanatan nuasan ni hali ambayo inatokea katikati ya hali ya kuamka na kulala. Kabla ya kulala inatokea sehemu ambapo viungo vya mwili vinapata utulivu, na huo ndio utulivu mzito. Utulivu huu ukiendelea basi unabadilika katika usingizi. Katika hali hiyo kama mtu anatembea basi hataanguka chini, na kabla ya kuanguka chini anapata mtikiso na anajua kwamba alikuwa na hali gani. Lakini akishikwa na usingizi basi anakuwa hana mamlaka juu ya viungo vyake. Hivyo inawezekana kwamba Bishr bin Bara atakuwa ameshikwa na usingizi mzito, lakini katika hali hiyo ya kivita usingizi huo ulikuwa na amani, na mtu anaanguka chini. Kama jambo hili likubaliwe kuwa sahihi, basi mikono yake ikalegea kidogo na upanga ukadondoka chini. Lakini hali hii inakuwa na hali fulani ambapo mtu anahisi mara moja kwamba anaingia kwenye usingizi mzito, na kisha mtu kwa mtikiso anaamka. Hivi Allah anasema kwamba mimi niliwapatieni hali yenye utulivu iliyofanana na usingizi, lakini hakukuwa na usingizi mzito kiasi kwamba nini musiwe na mamlaka juu ya viungo vyenu. Usingizi huu ulikuwa ukiwapatieni utulivu. Na hata Abu Talha anasema ya kwamba, na hii ni hadithi ya Bukhari, ya kuwa siku ya Uhud tulishikwa na usingizi, na huu ni usingizi ambao habari zake zimetajwa. Hata Talha anasema kwamba upanga ulikuwa karibu wa kudondoka kutoka mkono wangu na mimi nilikuwa na ushika. Hadithi hii inatuambia kwamba hawakuwa na hali fulani ya usingizi kwamba vitu vidondoke kutoka mikono yao au waanguke chini. Kulikuwa na utulivu, kulikuwa na amani, lakini sisi tulikuwa na mamlaka juu ya viungo vyetu. Upanga ukitaka kudondoka tulikuwa tunaushika tu, na hali hiyo haikutokea yenyewe, bali hiyo ilikuwa hali ambayo ikaendelea kwao kwa muda. Katika Tirmidhi abwabu tafsir, hata Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia ya kwamba siku ya vita vya Uhud niliinua kichwa na nikaona kwamba kila mmoja alikuwa anasinzia chini ya ngao yake kwa sababu ya kuamka kwa muda mrefu au kwa sababu ya uchovu. Hali ya maswahaba ilikuwa imeharibika sana, na katika hali hiyo walikuwa wanapata utulivu kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
anasema kwamba kilichotokea ni ya kwamba yani hali hiyo haikuwa kama mtu au mwanajeshi aliyechoka, bali mujahidin wote ambao pamoja na mtume saa salam walikuwa wakipigana na maadui wote wakateremshiwa kitu fulani toka mbinguni, na hali hiyo ikawafunika. wakati ule walikuwa na haja ya kuamsha hisia zao, na muda huu haukuwa muda wa kulala. Hali hiyo ikitokea, na hali hii ikitokea ya uchovu, katika hali hiyo inaweza kutokea katika watu, yani kaumu iende katika hali ya usingizi ambapo vita inaendelea kutokea na iwe hatari kutoka maadui. Huu ni muujiza, na huo sio jambo lililotokea lenyewe, bali ni muujiza, na walikuwa wamejaaliwa hali hiyo ya kiamani kutoka kwa Mwenyezi Mungu na utulivu huo. Alama Abdurazak ameeleza riwaya kutoka Zuhri, anasema ya kwamba juu ya uso mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Uhud mashambulio yakafanywa mara 70 na Mwenyezi Mungu akamsalimisha kutoka shari zote. Ibn Hajar Asqalani anaeleza ya kwamba Zuhri amemaanisha 70 kutoka 70 au amemaanisha uwingi kutoka neno la 70. Hatmasihi Maud alayhi wasallam anasema kwamba katika vita mtu alikuwa anafahamika kuwa shujaa zaidi ambaye alikuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye alikuwa anasimama katika sehemu yenye hatari. Subhanallah, nishani yake azim. Katika Uhud angalieni kwamba panga zinaendelea kupiganwa na vita inaendelea kupamba moto mpaka maswahaba hawakuweza kuvumilia, lakini mtu huyo anapigana nao, anapigana na maadui kwa ushujaa wote. Humo hakukuwa na kosa lote la maswahaba, Mungu akawasamehe. Humo kulikuwa na siri ya kwamba ili mfano wa ushujaa wa mtume uoneshwe. Anasema kwamba wakati ambapo vita ilikuwa imepamba moto, katika hali hiyo alikuwa anadai kuwa mtume kwamba mimi ni Muhammad Rasulullah. Anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata majeraha 70 juu ya paji lake, lakini majeraha haya yalikuwa hafifu, na hiyo ilikuwa khulqi azim. Kuna tukio la kuanguka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye shimo. Katika riwaya tukio hili linapatikana hivi ya kwamba Abu Amir Fasiki alikuwa amechimba mashimo katika maeneo mbalimbali ili waislamu waendelee kuanguka mle na waendelee kupata hasara. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alianguka kwenye shimo moja, akapoteza ufahamu wake na magoti yake mawili yakajeruhiwa. Hata Ali akaja mbele na akambeba kwa mkono wake, na Talha bin Ubaidullah akamuinua na kutoa nje ya shimo. Sababu ya kuanguka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Ibn Qamiya, kwani yeye alikuwa amemshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upanga wake. Upanga wake ukaja kupiga shingo yake, japokuwa upanga haukuleta athari yote, lakini kwa sababu ya pigo yake Mtume akapata mtikiso kwenye shingo yake. Kisha kwa mwezi moja au zaidi yake akaendelea kuhisi maumivu kwenye shingo yake. Ibn Qamiya akaanza kumrushia mawe, jiwe moja likaja kugonga mwili wake. Upande wa pili Utba bin Abi Waqas aliyekuwa ndugu wa Saad bin Abi Waqas akamrushia jiwe moja Mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo likaja kugonga uso wake na meno yake mawili yakavunjika, na pia shafatain upande wa chini ikapasuka. Imam Ibn Hajar Asqalani anaeleza ya kwamba kipande cha jino kilikuwa kimevunjika na jino lilikuwa halikuongoka kutoka mizizi yake. Saad bin Abi Waqas alikuwa ndugu yake. Ye alipojua kwamba mwenye kumshambulia mtume alikuwa ndugu yake, katika jaziba ya kulipiza kisasi akaingia kwenye jeshi la maadui. Anasema kwamba wakati ule nilikuwa na tamaa ya kuumua huyu, nilikuwa na tamaa sana ya kuumua huyu, lakini Utba akakimbia. Ye akaenda kumtafuta tena, lakini kila mara akaendelea kumdanganya na kumkimbia,
na alipotaka kwenda mara ya tatu mtume saa salam akamwambia Hadsad kwamba ewe mja wa Mungu, je, unataka kutoa uhai wako? Hadsad anasema kwamba hivyo mtume akanizuia na mimi nikajizuia. mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya dua mbaya zidi ya Utba bin Abi Waqas kwamba Allahumma la yahulu alaihi lhaul hata yamuta kafiran, e Allah, mwaka moja usipite juu yake kwamba ye aafe katika hali ya ukafiri. Mwenyezi Mungu akakubali dua yake hivi kwamba siku ile ile Hatim bin Abi Balta akamua. Hatate banasema kwamba mimi nilipoona kitendo hicho cha Utba bin Abi Waqas nikamuuliza mtume sasa kwamba Utba amekwenda wapi? Mtume akaashiria upande moja. Alipokuwa amekwenda, mimi nikaenda kumsaka na kumtafuta na nikafanikiwa kumkuta katika sehemu moja. Hapo nikamshambulia kwa upanga wangu na kwa sababu yake shingo lake likakatika na kwenda mbali. Mimi nikaenda kushika upanga wake na farasi yake na nikavileta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusikia habari hiyo mtume akasema mara mbili kwamba raziyallahu anka, raziyallahu anka, yani Allah amekurizia, Allah amekurizia. Katika shambulio hilo kofia cha chuma iliyokuwa juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam pia ilivunjika na pia uso wake pia ukapata majeraha na ngozi yake ikapasuka. Mwenye kumshambulia mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya uso wake alikuwa Abdullah bin Shihab Zuhri ambaye baadaye alikubali Islam. Bado kuna maelezo yake nitaeleza katika siku za usoni. Wakati huu ningependa kuwazungumzia baadhi ya marehemu. Marehemu wa kwanza ni Mheshimiwa Abu Hilmi Muhammad bin Ukasha Sahib, mkazi wa Palestina. Sharif Ode Sahib anaandika kuhusu marehemu kwamba siku chache kabla katika maeneo ya Gaza ndugu yetu Ahmadiyya Muhammad Ukasha Sahib aliuawa shahidi kwa ukatili. Maiti yake imepatikana karibu na nyumba yake. Marehemu alikuwa mwanajumuiya mwenye ikhlasi sana. Umri wake ulikuwa miaka 75. Akitoka kijiji chake halisi alikuwa anaishi katika mahema ya Gaza. Alikuwa na vijana 7, mabinti 5 na wajukuu 33. Wajukuu zake wanasema kwamba mawasiliano yalikuwa yamekatika tangu wiki kadhaa. Nilipoenda kumtafuta sikumkuta katika nyumba yake, hivyo maiti yake ilipatikana katika maiti karibu na nyumba yake. Alikuwa amepigwa risasi kwenye kichwa chake na kuuawa shahidi. Ahmadiyya mwingine wa Gaza Yasir Shaheen Sahib anasema kwamba marehemu miaka 10 kabla alipoweka dish katika nyumba yake akaniambia kwamba unisaidie kutafuta MTA channel, na kwa kupitia yeye nikapata kujua kuhusu Ahmadiyya. Kisha akaniambia kuhusu jamaat zaidi na akanitumia vitabu kadhaa. Kisha tukaendelea kuzungumza kuhusu jamaati. Nikafanya istikhara na pamoja na mke wangu nikafanya bayati. Nilipofanya bayat Muhammad Ukasha Sahib alikuwa amefurahi sana. Kisha tukaendelea kuimarika mahusiano yetu. Alikuwa ananiambia maelezo ya Qur'an tukufu kwa masaa kadhaa. Alikuwa ananisomea maandishi kutoka tafsiri Kabir na alikuwa ananifahamisha maswala ya nasikh mansukh. Alikuwa njia nzuri sana ya kueleza mambo yote. Alikuwa anaandika kitabu na alikuwa ananisomea kitabu chake na kuboresha, na alikuwa anazungumza mambo mbalimbali. Alikuwa na nia ya kutengeneza maktaba katika nyumba yake na aweke vitabu vya jamaat ndani yake, lakini familia yake ilikuwa inampinga kwa sababu ya Ahmadiyya, hivi hakufanikiwa kwenye nia yake. Kwa kupitia yeye nikapata kujua kuhusu jamaat Gaza. Tulikuwa tunakutana katika chumba chake na kwa pamoja katika miaka ya nyuma. Kwa sababu ya afya yake alikuwa anabaki nyumbani tu. Kuna Ahmadiyya mwingine wa Gaza anasema kwamba marehemu alikuwa mtu mwenye ndevu nyeupe na athari ya wema na uchamungu wake mwingine alikuwa anaipokea sana. Alikuwa anasoma vitabu vya jamaat na kumkumbuka Allah. Alikuwa na nia ya kujenga misikiti karibu na nyumba yake. Baada ya vita vya 2014 aliandika makala moja na akaandika kwamba siku inakaribia kuwadia ambapo makaburi yatashambuliwa na vijiji
na mawe yatasambaratika hapa na pale, na hivi ndivyo itokavyo. Alikuwa mkarimu sana na alikuwa na uwezo wa kusoma fikra za wengine. Dr. Yusuf Sahib anasema kwamba ndugu Abu Hilmi alikuwa mwanajamaati mkweli mwenye ikhilasi. Kabla hajajiunga na Ahmadiyya, fikra zake zilikuwa zikifanana na Waahmadiyya. Hivyo alipojua kuhusu jamaat akafanya bayati. Baada ya kufanya bayat alikuwa anaongea na mashekh mbalimbali kuhusu jamaat, na ndiyo maana alikuwa anapingwa sana na jamaa zake. Katika umri wa mwisho alikuwa anatembea kwa kutumia misaada mbalimbali na kuhudhuria katika swala ya Ijumaa na vikao vya jamaati. Japokuwa alikuwa anapingwa sana, alikuwa analipa michango kwa wakati. Alikuwa akitamani kwamba jamaat na fikra zake zishinde katika dunia nzima, kwani humo kuna utatuzi wa matatizo yote ya kibinadamu. Alikuwa nia ya kutoa uwanja kwa ajili ya jamaat ili msikiti ujengwe, lakini jamaa zake wakawa vizuizi katika nia yake. Mwenyezi Mungu amuinue katika daraja na awajalie watoto wake kuwa warisi wa maombi yake. Watoto wake na jamaa zake waweze kuelewa uhakika wa Islam Ahmadiyya, na kisha waweze kuona amani na usalama. Mwenyezi Mungu katika maeneo yake astawishe amani, azuie mikono ya wazalimu na awaangamize wazalimu. Israel sasa imeanza kufungua vita zidi ya Hizbullah karibu na mipaka ya Lebanon. Hali itaharibika zaidi, itakuwa mbaya zaidi. Na pia Marekani na Uingereza vimefungua vita zidi ya makabila ya Yemen, yani Husi. Vitu hivi vinaendelea kutanua na kupanua vita na kusambaza zaidi, na waandishi wengi sasa wameandika ya kwamba tunaona uwezekano wa kutokea kwa vita kuu ya tatu. Kuna haja ya kufanya dua na maombi Mungu aujalie ubinadamu akili na uelewa. Kuna marehemu mwingine Amatu Nasir Zafar Sahiba, mke wa Haidar Ali Zafar Sahib, mbashiri wa jumuiya ya Ujerumani. Alikuwa amefariki dunia siku za nyuma. Alikuwa Musi. Ye ameacha nyuma mume na vijana wawili na binti mmoja. Babu yake Hazrat Chaudhry Aminullah Sahib raziyallahu ta'ala anhu alikuwa sahaba wa Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Haidar Ali Zafar Sahib anaandika kwamba mimi nilikuwa mbashiri, nimewahi kuitumikia jamaat katika maeneo mbalimbali na katika nyakati tofauti. Yeye hakukaa pamoja nami kwa miaka 12, lakini hakulalamika kamwe. Safari moja niliongea naye na akaniambia kwamba alikuwa amepata shida mbalimbali. Nikasema, kwa nini hukuniambia kabla? Alisema kwamba mimi sikukuambia ili we usipate shida yoyote na uweze kuitumikia jamaat bila shida yoyote na bila wasiwasi. Aliwahi kuwa sadr wa Baitus Subuh na aliweza kupata bahati ya kuitumikia jamaat kama sadr lajna Frankfurt. Alikuwa na tabia ya kuswali sala zote na kufunga saumu na kuswali sala ya tahajudi na kusoma Qur'ani tukufu bila kukosa na kutoa sadaka na kutoa michango kwa wakati. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Marehemu anayefuata ni Nasim Akhtar Sahiba, mke wa Habibullah Kalon Sahib wa Gatialia. Yeye pia siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa Musi. Alikuwa amelipa michango yake yote ya wasia kabla ya kifo chake, na alikuwa amelipa hisa jaidad kwenye maisha yake. Ameacha nyuma mume na vijana 6 na mabinti wawili. Binti yake moja alikuwa amekufa katika maisha yake. Yeye amewalea watoto wake na kuwafundisha na kuwasomesha kwa mapenzi makubwa. Katika vijana wake 4 ni wakfu na zindagi. Kijana wake mmoja ni Naveed Adil Sahib ambaye ni missionary in charge Liberia, na kwa sababu ya kuwa Liberia hakuweza kushiriki katika mazishi ya mama yake. Anasema kwamba katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yake Maula Bakh Sahib aliyefanya bayat katika zama za ukhalifa wa pili. Elimu yake ya kidini ilikuwa nzuri sana. Saa nyingine wenye kukutana naye walikuwa wanamuuliza kwamba umesoma kiasi gani.
lakini alikuwa hakusoma sana. Na kuhusu elimu ya kidini alikuwa anasema kwamba hiyo inatokana na baba yake mtukufu, kwani kila akija nyumbani baada ya kusikiliza darsa kutoka miskitini alikuwa anatuambia wazazi wanakuwa na athari katika nyumba kama wanazungumzia mambo ya dini. Alikuwa na upendo mkubwa na jamaat na ukhalifa. Alikuwa na ghera ya kidini. Alikuwa hawezi kuvumilia jambo lolote zidi ya masihi maud na zidi ya jamaat. Alikuwa na tabia kuswali sala zote kwa wakati, sala ya tahajudi. Pia alikuwa anakaa itikaf katika umri wake. Alikuwa anasoma Qurani tukufu mara 3 mara 4 katika mwezi wa Ramadhan. Wakati wa kutembea hapa na pale alikuwa anamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Safari moja alianguka chini na mguu wake mmoja ukavunjika. Wakati ule mwana wake mmoja, yani yule aliandika, yule mbashiri, ndugu yake mmoja alikuwa amekwenda huko, na yeye siku ile alipokuwa anarejea yeye akaanguka na mguu wake ukavunjika. Mama akamwambia mwana wake kwamba wewe nenda ukafanye kazi yako, na akamwita mwanamke kutoka kijiji cha jirani na akaenda naye hospitalini. Akamwambia kijana wake kwamba nenda ukaitumikie dini. Navid Adil Saheb anasema kwamba baada ya miaka 7 nilipoenda kwenye likizo nikakutana naye. Wakati ule akanisihi kwamba uhai na mauti u mkononi mwa Allah. Hatujui kwamba lini tutakufa, hivyo muda kama huo unafika, wewe usiache wajibu wako na usije hapa. Hivyo ye alikuwa kwenye sentri yake, hakuweza kushiriki katika mazishi ya mama yake. Anayefuata ni Mubaraka Begum Sahiba, mke wa Rashid Ahmad Zamir Sahib wa Bashirabad State. Ye pia amefariki dunia siku za nyuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yake Bahawal Haq Sahib, ambaye mwaka 1948 alikuwa amefanya bayat juu ya mkono wa khalifa mtukufu wa pili. Alikuwa na sifa chungu nzima. Alikuwa na tabia ya kuswali sala zote, sala ya tahajjud, mwenye kuitumikia jamaat kwa moyo wake wote, na alikuwa mama mtakatifu sana. Aliwahi kuwa kiongozi juu ya nyazifa mbalimbali, sadr lajna, na katika takriban maisha yake yote yamepita katika kuitumikia jamaat. Aliwafundisha mamea ya watoto Qurani tukufu. Alikuwa anazingatia hijabu. Alikuwa anawasihi wasichana kuzingatia hijabu. Alikuwa anashiriki katika huduma mbalimbali za kijamii. Alikuwa anawajali watu maskini na wajane. Aliwasaidia wasichana wengi katika ndoa zao. Akawafundisha jinsi ya kushona nguo, yani katika mambo ya cherehani. Alikuwa anakwenda miskitini kila Ijumaa saa 1 kabla au masaa 2 kabla, na alikuwa anasafisha miskiti na kuswali sala ya nafal. Alikuwa mwaminifu sana. Kina mama walikuwa wanaleta dhahabu kwake na kutunza kwake kama amana. Hakubishana na mtu yeyote, hakuonesha hulka mbaya kwa mtu yeyote. Alikuwa na hulka njema sana. Alikuwa musi. Alipofanya wasia pia akawaambia mabinti zake wafanye wasia, na hivyo akawaingiza kina mama wengi katika nizamu ya wasia. Ameacha nyuma mume na kijana mmoja na mabinti 5. Alikuwa mama mkwe wa Osman Ahmad Sahib, mbashiri wa jamaat Rakimpura Sierra Leone, na Saadat Ahmad Sahib, mbashiri wa jumuiya Burkina Faso. Mabinti zake wawili wameolewa na wabashiri hawa, ambao katika muda huo wa mwisho wa mama yao hawakuwepo kwake. Walikuwa kwenye center zao. Binti yake Asifa Sahiba anasema kwamba mimi naendelea kuitumikia jamaat pamoja na mume wangu katika nchi ya Sierra Leone. Kwa sababu ya kuwepo hapa sikuweza kushiriki katika mazishi ya mama yangu na kwenye jeneza yake. Hivyo dada yangu Mariam Bushra pia yupo katika Burkina Faso, naye pia hakuweza kushiriki. Mwenyezi Mungu awajalie subira na uvumilivu na amghfir. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر